بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. katika makosa yanayofanyika ya aqida, alhalifu bil amana au dhimma au sharaf, kuapa kwa uaminifu au kwa ahadi au kwa utukufu. وذلك شرك أصغر، هو مشركين مدوغو، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، mwenye kuapa kwa amana kwa uaminifu huyo sio katika sisi, yani anaapa kwa uaminifu wake. والحلف بهذه الأمور داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حلف بغير الله أو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. kuapa kwa mambo haya kunaingia katika kuenea kwa maneno ya Mtume sallam: mwenye kuapa kwa si kwa Allah amekufuru au amefanya ushirikina. Kiapo mtu anaapa kwa Allah peke yake, haapi kwa kisichokuwa Allah. Kwa hiyo anapoapa kwa kitu kingine kisichokuwa Allah, huyo amekufuru au amefanya ushirikina. قال: والحلف يكون باستخدام أحد أحرف القسم الثلاثة. kuapa unakuwa kwa kutumia moja katika herufi za kiapo tatu: albau walwau watta. kutumia ba kusema billahi ni kiapo, walwau wallahi, watta tallahi. hivyo vyote ni viapo kwa kutumia herufi hizo za qasam, au kutumia fi'lul qasam: uqsimu billahi, ahlifu billahi. hiyo ndio kuapa. wa amma idha istakhdama ghayraha min alhuruf, ama akitumia herufi nyingine kafi wa nahwiha na mfano wake, fala yakunu qasama, haiwi ni kiapo. kusema fillahi, ukaapa kusema fillahi, hiyo sio kiapo, sababu fi si katika ahruful qasam. kwa hiyo aidha utumie ahruful qasam moja katika hizi tatu. kosa jingine la tatu: ittikhadhul quburi masajida bid'atun wa khima wa muharramun. kufanya makaburi ni misikiti au ni mahali pa kusalia, huo ni uzushi mbaya na ni wenye kuharamishwa. wa wasilatun ila shirki bi ashabiha, na ni sababu ya kufanya ushirikina wenye kufanya hivyo. kufanya makaburi ni misikiti au kufanya makaburi ni mahali pa kusalia, huo ni uzushi mkubwa mbaya na ni wenye kuharamishwa, na ni sababu ya kufanya ushirikina hao wanaofanya hivyo. wadhālika liqawlihi sallallahu alayhi wasallam: la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah awalani mayahudi na manasara, walifanya makaburi ya mitume yao misikiti. makaburi ya mitume yao waliyafanya ni misikiti. ala fahamuni la tattakhidhul qubura masajida, msiyafanye makaburi kuwa ni misikiti. fa inni anhaakum an dhalik, kwani mimi nakukatazeni hilo. rawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi. wa kullu mawdhi'in qusidat fihi as-salatu sara masjida, kila mahali ambapo panakusudiwa kuswali, hapo ni mahali pa kusalia. wa kullu mawdhi'in qusidat fihi as-salatu sara masjida, kila mahali ambapo pamekusudiwa kuswali, hapo panakuwa ni masjidan, mahali pa kusalia. kwa hiyo makaburini sio mahali pa kusalia. Mtume amekataza watu kuswali makaburini, isipokuwa sala moja tu, ile ya maiti. kama maiti ameshazikwa na mtu hakuwahi kumswalia, hapo yajuzu kumswalia, bali ni sunna kuswali hapo katika kabri la maiti huyo aliyezikwa. lakini sala nyingine zote hazifai kuswaliwa makaburini. misikiti haifai kujengwa makaburini,
na ndio maana misikiti yote iliyojengwa makaburini ni haramu kuswali kwa sababu ya makatazo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kosa jingine la 4, as-salatu 'inda al-quburi wad-du'a 'indaha bid'atun wa wasilatun ila shirki. Kuswali mbele ya makaburi na kuomba mbele yake huo ni uzushi na ni sababu ya ushirikina. Wadhalika idha du'iya Allahu wahdahu, hilo ni ikiwa ataombwa Allah peke yake ndiyo itakuwa ni uzushi na ni sababu ya ushirikina. Amma idha du'iya sahibul qabri ma'a Allah, ama akiombwa mwenye kabri, yani huyo maiti akiombwa pamoja na Allah, fadhalika shirkun muhaqqaqun, huo ni ushirikina wenye kuhakikishwa, yani ushirikina mkubwa. Ikiwa mtu anamwabudu Allah peke yake mbele ya kabri, huo ni uzushi kuswali hapo na pia kuomba dua hapo. Lakini kama anamuomba mwenye kabri pamoja na Allah, huo itakuwa ni ushirikina mkubwa. Wajaa an-nahyu 'anis salati 'inda al-quburi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, yamekuja makatazo ya kusali mbele ya makaburi kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala la tusallu ila al-qubur, msisali kuelekea makaburi. Rawahu Muslim. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنسا يصلي عند قبر لا يعلمه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه alimuona Anas bin Malik akisali mbele ya kabri ambayo hajui kwamba ni kabri, akasali. Faqala Umaru al-qabra al-qabra, jiepushe na kabri, jiepushe na kabri. Akamuondoa pale, hakusali tena hapo, na pia ilikuwa hajui kama kuna kabri. Waqala sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu alqubur masajid, msiyafanye makaburi ni misikiti. Wal masajidu yud'a Allahu fiha ablagha du'ain, misikiti anaombwa Allah maombi ya zaidi, anaombwa sana Allah misikitini. Fa'ulima minhu an-nahyu 'ani ad-du'a'i 'inda al-qubur, kwa hiyo inajulikana kwa hilo makatazo ya kuomba mbele ya makaburi. Illa idha kana ad-du'a'u li sahibi al-qabri bil maghfirah warahma watathbit, isipokuwa ikiwa ni kumuombea huyo mwenye kabri aliyezikwa, kumuombea maghfira, kumuombea rahma, kumuombea thabat, ajibu majawabu ya sahihi. Fahadha mimma jaati sunnatu bihi, hii ni katika mambo ambayo sunna imekuja nayo, kwamba kumuombea maghfira maiti, kumuombea rahma na tathbit. Walmaqburu fi hajatin ila an yud'a lahu, na huyo aliyezikwa ana haja ya kuombewa. Walmaqburu fi hajatin ila an yud'a lahu, huyo aliyezikwa ana haja ya kuombewa hayo maghfira na rahma na tathbiti, sio kuombwa, anaombewa. Thalithan, kosa jingine la 3, albid'u, ni uzushi wa baadhi almanhiyati almutaalliqati bi umuri at-tauhid, baadhi ya makatazo, mambo yaliyokatazwa yanayohusiana na mambo ya tauhid. Kwanza, albinau ala alqubur, kuyajengea makaburi, watajsisuha, na kuyatia chokaa, walkitabatu alaiha, na kuandika juu ya makaburi, wa gharsu shajari indaha, na kupanda miti mbele ya makaburi. Bid'un wa munkarat, haya ni mambo ya uzushi na ni mambo yaliyopingwa, yaliyokatazwa. Wadalilu dhalika ma rawa Muslimun fi sahihihi an Jabirin qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yujassasa alqabru wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kutiwa chokaa kabri na kukaliwa, yani mtu kukaa juu ya lile kabri. Wa an yubna alayhi, na kujengewa lile kabri. Warawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu biziyadati wa an yuktaba alayhi, na kuandikwa juu ya kabri kwamba huyu ni fulan bin fulan, alizaliwa tarehe kadha mwaka kadha na akazikwa tarehe kadha.
hayo yote ni mambo ya uzushi. ويقول وهي زيادة صحيحة, زيادة هي وأن يكتب عليه نزيادة صحيحة. وروي أيضا عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها يعني القبور. Nimemsikia Mtume sallam akiamrisha kusawazishwa makaburi, yani yasinuke. وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك بما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, hivi sikutumi vile alivyonituma mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu, kwamba usiwache picha sanamu isipokuwa ufute sanamu hilo na picha hiyo. Wala qabran mushrifan illa sawaitahu, wala usiwache kabri iliyoinuka isipokuwa uisawazishe kabri hiyo. Wa fi riwaya wala suratan illa tamastaha, usiwache sura yoyote, picha yoyote isipokuwa uifute picha hiyo. Wa hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwamrisha Ali ibn Abi Talib, na yeye akamwamrisha Abil Hayyaj al-Asadi kwamba asiwache sanamu lolote, picha yoyote, kabri yoyote isipokuwa afute picha hizo na masanamu hayo. Asiwache kabri iliyoinuka isipokuwa aisawazishe isiinuke sana kabri hiyo. إقامة الاحتفالات المختلفة بقصد التقرب بذلك إلى الله. katika mambo ya bid'a aliyokatazwa kusimamisha hafalat, sherehe mbalimbali kwa kukusudia kujikurubisha kwa Allah kwa sherehe hizo. Wadhālika min mithli al-ihtifali bil maulid an-nabawi, na hilo ni kama mfano wa kusherehekea mazazi ya mtume. Wa bil hijra, kusherehekea hijra ya mtume, kuhama mtume kutoka Maka kwenda Madina. Wa ra'si sanati al-hijriya, pia kusherehekea mwanzo wa mwaka wa Kiislamu. Walihtifali bil Isra'i wal Mi'raj, na kusherehekea Isra na Mi'raj, mtume kupelekwa Baitul Maqdis na mpaka kupelekwa mbinguni. Wa nahwiha, na mfano wa sherehe hizo zimekatazwa na ni uzushi. Fahadhi al-ihtifalatu bid'ah, sherehe hizo ni uzushi. Liannaha ijtima'un ala a'malin yuqsadu biha at-taqarrub ila Allah, ni kukusanyika kwa amali ambazo hukusudiwa kujikurubisha kwa Allah. Wallahu la yutaqarrabu ilayhi illa bima shara, Allah haikurubishwi kwake isipokuwa kwa jambo na kwa ibada aliyoiweka yeye. Ibada aliyoiweka Allah ndiyo ambayo inafanywa kwa kujikurubisha kwa Allah, si mambo ya uzushi. La yutaqarrabu ila Allah kwa mambo haya ya uzushi. Wala yu'badu illa bima shara, wala Allah haabudiwi isipokuwa kwa ibada aliyoiweka yeye. Fakullu muhdathatin fi ddini bid'ah, kila lililozushwa katika dini ni uzushi. Wal bid'u manhiyun anha, uzushi umekatazwa. Qala Allah ta'ala am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah, au wao wanawashirika wanawaekea katika dini mambo ambayo hajayaruhusu Allah. Moja katika aya zinazokataza bid'a. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, jambo hilo linakataliwa, halikubaliwi. Akhrajahu an Aisha. Wa fi lafdhi li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya amal ambayo haipo katika dini yetu, amali hiyo inakataliwa, haikubaliwi. Waqala sallallahu alayhi wasallam wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala, kila lililozushwa
ni uzushi na kila uzushi ni upotevu. Rawahu Muslim. وفي حديث العرباض بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Jilazimisheni kutekeleza sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa baada yangu. Tamassaku biha, yani zishikeni sunna hizo. Wa'adhu alaiha bin nawajid, na mziume kwa meno ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن الابتداع في دين الله, na nyinginezo katika hadithi zinazofahamisha kukatazwa uzushi katika dini ya Allah. Wa an tashri'i an-nasi li anfusihim ibadatin wa a'malan yataqarrabuna biha ila Allah. Pia hadithi zinazokataza watu kujiwekea wenyewe ibada na amal ambapo wanajikurubisha kwa ibada hizo kwa Allah. Imekatazwa watu kujiwekea ibada wenyewe na amal ambapo wanajikurubisha kwa Allah kwa amali hizo. Wa hiya lam yashraha Allah, wakati Allah hajaziweka, wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam pia hajaweka amali hizo. ثالثا إقامة الأعياد المختلفة البدعية, kuweka idi mbalimbali za uzushi ka idi al-milad, kama idi hiyo ya milad, sherehe za kuzaliwa mtume sallam, wa ra'si sana, na mwanzo wa mwaka, wa idi al-ummi, na idi ya mama, wa nahwi dhalik. Wa hadha manhiyu anhu min thalathati awjuhin, jambo hili limekatazwa kwa njia tatu. Al-awwal annahu bid'a lam tushra, ni uzushi ambao haujawekwa na sheria. Inma sharaha an-nasu biahwaihim, isipokuwa ni watu ndio walioweka kwa hawa za nafsi zao. Wal a'yadu wama yahsulu fiha min farahin wa ibtihajin min babil ibadat, na hizi idi na inayopatikana ndani yake katika furaha ni katika mlango wa ibadat. Fala yajuzu ihdathu shay'in minha, kwa haijuzu kuzusha jambo lolote katika ibada. Wala iqraruhu waridha bihi, wala kulikubali jambo hilo na kuliridhia pia haijuzu. Yani kama mtu hafanyi lakini anaridhia na kuthibitisha na kulikubali hilo, pia hivyo haijuzu. Athani anna li ahli al-islam eidaini fi sana, waislamu wana idi mbili katika mwaka, la ghairu, hakuna idi nyingine. Eid al-fitri hina yafrahu an-nasu biitmami as-siyam, Eid al-fitri wakati watu wanapofurahika kwa kukamilisha saumu ya Ramadhan. Wa Eid al-adha wan-nahri wa ayyama minan ba'dahu, na Eid al-adha na Eid an-nahri, siku ya idi, ile idi ya adha, na siku za muna baada ya idi pia ni siku za idi. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وجمع غيرهم بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. siku ya Arafa na siku ya Idi na siku za Mina, hizi ni idi zetu watu yani waislamu. وروى الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا, kila watu wana idi na hii ni idi yetu, yani أهل الإسلام, sisi waislamu. ففي الإضافة دليل اختصاص الأعياد بالأعيان, katika hiyo idhafa inna likulli qaumin eidan ni dalili ya kuzihusisha hizi idi kwa dini, kwamba idi ni katika mambo ya dini, hizi idi hizi ni katika mambo yanayohusu dini. Kwa hiyo mtu hawezi akaweka idi ambayo
Uislamu au dini tukufu hii haijaliweka kuwa ni Idi. Athalithu annahu mushabahatu lilkufar. Jambo la tatu la kuweka hizo Idi mbalimbali ni kujifananisha na makafiri, min ahli alkitabi wa ghairihim, katika hao ahli alkitabi na wengineo, fi ihdathi a'yadi lam tushra, katika kuzusha Idi ambazo hazijawekwa katika dini. Wala shakka annana ma'muruna bitarki mushabahatihim, hakuna shaka kwamba sisi tumeamrishwa kuacha kujifananisha na hao ahlul kitab, wa qat'i alaiqi tashabbuhi bihim fi dhalik, na kukata uhusiano wa kujifananisha nao katika mambo hayo. Kwa kuweka Idi ambazo Allah au sheria ya Kiislamu haujaweka, inakuwa ni kujifananisha na makafiri katika ahlul kitabi na wengineo. Wao wanaweka Idi ambazo hazijawekwa na dini zao. Kwa hiyo pia watu waislamu kufanya Idi mbalimbali ambazo hazikuwekwa na Uislamu ni kujifananisha na hao. Wallahu a'lam.